Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumerejea salama kutoka Kigoma asubuhi ya leo, na mara baada ya kufika moja kwa moja tulifikia katika uwanja wa KMC kwa ajili ya kufanya mazoezi yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya TRA. Jana tumefanya mazoezi ya kujiandaa na mchezo huu katika uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma, na leo tumekuja hapa Dar es Salaam kuja kumalizia mazoezi yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu huu dhidi ya TRA. Nasema tu kwamba maandalizi yamekamilika na tuna furaha kubwa kumwona nahodha wetu Shomari Salum Kapombe, Baba Esther, akiwa amerejea tena katika uwanja baada ya kukosekana mechi mbili, mechi ya Tanzania Prison na mechi ya Mashujaa, lakini sasa yu salama wa Salamin na yuko tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya TRA. Mechi yetu dhidi ya TRA ni mechi ya robo finali ya kombe la shirikisho la CRDB, na malengo yetu Simba Sports ni kupata ushindi katika mchezo huo na kufuzu kwenda hatua ya nusu fainali. Lazima tukiri ya kwamba mechi hii ni ngumu kutokana na ubora wa mpinzani wetu. Hivi sasa katika mpira wa Tanzania timu ngumu ni timu ya TRA. Ni timu ambayo ina uwezo wa kufanya chochote dakika zozote zile. Matokeo mazuri anayoyapata katika mechi mbalimbali si kwa bahati mbaya, ni kutokana na ubora wa ligi. Kwa hiyo playing against TRA lazima tukiri kwamba ni mechi ngumu, na Simba tuna kazi kubwa ya kufanya ya kwenda kuhakikisha tunapata matokeo mazuri katika mchezo huo. Pressure ni kubwa sana kwa upande wetu kwa sababu tunahitaji sana kupata ushindi. Sisi kwetu robo finali sio mafanikio, finali sio mafanikio, sisi kwetu ubingwa ndio mafanikio, na tutakwenda kucheza na TRA ambaye tunaamini kwake yeye kufika robo finali ni sehemu kubwa ya mafanikio kwa upande wake, lakini sisi kwetu ndo kwanza safari ya mafanikio ndio kwanza imeanza. Kwa hiyo tuna pressure kubwa, tuna kazi kubwa, na lazima tujiandae vilivyo kwenda kuwakabili TRA. Kwa kile ambacho wamekuwa akiendelea kukifanya kwa Chota Chama, mashabiki wa Simba wategemee ukiona pia katika upande wa CRDB ya wategemee, lakini ili timu iweze kufanya vizuri hatutegemei mtu mmoja. Tunategemea kundi la wachezaji wote 11, kila mmoja awe kwenye ufanisi na ubora wake tuweze kupata matokeo mazuri. Yes, Chama anaamua mechi, lakini lazima wasaidizi wachezaji wenzake lazima wawe kwenye ubora mzuri, sababu Chama hawezi kutoka na mpira kutoka kwenye goli letu mpaka kwenye goli la mpinzani. Lazima hapo katikati wapasiane, afike ndio hapo. Sasa hawa katikati hapa ambao wanapasiana, wanagonga mpaka wanapita, lazima wawe katika ubora wao waweze kufanikisha hili. Kwa hiyo tunategemea ubora wa Chama uweze kutupa matokeo chanya siku ya kesho, lakini tunategemea uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, kiwango cha mchezaji mmoja mmoja kuweza kufanya vizuri na hatimaye tuweze kupata matokeo mazuri. Unapokuwa na mchezaji aina ya Chama inawaongezea confidence kwenye timu yenu ya kwamba mambo yanaweza kuwa magumu, lakini fulani akatuvusha salama. Kwa hiyo inatuongezea confidence, lakini tunahitaji ubora wa kila mchezaji tuweze kufanya vizuri.